Familia Albert Ojwang imekanusha madai ya polisi kwamba aliaga dunia kwa kujigongesha ukutani hadi kufa ndani ya seli kituoni cha Central hapa Nairobi. Familia hiyo sasa inaitaka serikali kuwachukulia hatua maafisa husika, huku akisema kwamba kifo cha Ojwang kilikuwa cha kimakusudi. Susan Waweru anatuanzishia taarifa hii. Kijiji kizima kilijawa na simanzi, machozi njia mbili. Ni kisa cha uchungu wa mwana au jueni mzazi. And these men, some of them were in jackets. And then after that, my brother came out of the house to know who they were. So he interacted with them shortly. And after that interaction, he introduced himself to them. And then one of them also introduced himself to him. So since we had the interest for what was happening, I was also forced to come out, also to witness what was going on. Then they picked the boy while he was eating there. He did not even finish eating. They picked him from there, and then they carried him up to the police station there. Albert Ojwang alichukuliwa nyumbani humu na maafisa wa polisi kabla ya kusafirishwa Nairobi. Kisha they told us that they were doing what? They were taking this boy to Nairobi. And madam, all these police officers assured us that he was in the safe hands. So since we are law-abiding people, we accepted that, and we allowed them to go with him. So he beat us by, and then we saw him being taken into a private vehicle which was there. The vehicle was something like dark blue, but it was a private vehicle. It was not a government vehicle. It was not a GK. Kukamatwa kwake kulifuatiwa na safari ya zaidi ya kilomita 400 hadi Nairobi, alipozuiliwa katika kituo cha polisi cha Central. Taarifa inayotufikia kama jamii ya Kakoth ya Nyawango ni kwamba kijana wetu amefariki kutokana na kujigongesha ukutani. Hatukubali. Hawezi kufa kama mnyama wa pori. Kifo kina maana zake. Mara ya kwanza ni ugonjwa, unatibiwa, inashindikana, unakufa. Lakini unatolewa kama unaongea. Unafika kwenye police station, kituo cha polisi, bado uko mzima. Kutoka pale mpaka Nairobi, majibu yanakuja ati umefariki. Taarifa za polisi kuhusu kifo cha Ojwang kimewaacha katika hali ya kukanganyikiwa, ila wanalo ombi moja. Or we are appealing that these people and our government should tell us where Omondi Ojwang is, and number 2, if any case is dead as we are told, why was he killed? What killed him? Because he was not sick. When he left here, he was just okay. Hatuwezi kukubali, tunataka haki itendeke kwa Omondi Gilbert, Albert Omondi Ojwang, ambaye ni mjukuu wetu. Kusomesa mtoto kuanzia kidato cha kwanza hadi afike kituo ama chuo, university. Mama kama mimi ama mama kama huyo mamake, uwezi kupata hiyo hera bure. Lazima ufanye kazi kwenye bidii ili upate hiyo hera, usomeze mtoto wako. Kwa sasa wamesalia tu na matumaini na wito kwa serikali katika kupata haki. Ni subiri tuone. Susan Waweru, NTV.